Lakini pia walidai kwamba ni vizuri tukapewa pointi 3 kwa sababu tulitimiza kila aina ya kanuni ambayo ilitakiwa kwenye mechi ile. Lakini wakaenda mbali zaidi kwamba wanachama, wapenzi na mashabiki wetu wamesumbuka, wamepata tabu kutoka mikoa mbalimbali na hapa Dar es Salaam pia kwenda uwanjani kusapoti timu yetu, lakini mechi haikuwepo. Hivyo ni usumbufu ambao umefanywa na baadhi ya viongozi wachache wenye mamlaka ya kuongoza mpira wa nchi hii. Waliwapatia kwa masaa 72 kujibu barua yetu. Tunaamini barua yetu imejibiwa na klabu haikuridhika na majibu ya barua ile, ndio maana klabu yetu wamekata rufaa FIFA kwa maana ya chombo kinachoshughulika na migogoro ama usuluhishi kule kazi. Imani yetu kama mkoa wa Dar es Salaam, kwanza tuna imani na viongozi wetu. Tunaamini wamefanya hivi kwa maslahi mapana ya klabu yetu. Na sisi kama mkoa tunaunga mkono kwa jitihada hizo, na tunasema swala hili tunaliacha mpaka hapo tamko kutoka kasi litakapotolewa. Tunaamini kwamba viongozi wetu wako makini. Viongozi wako makini na wako tayari kwa maana kwa ajili ya kutetea klabu yetu. Lakini ndugu zangu, mtakumbuka kwamba kabla hatujajibiwa barua yetu, kitu ambacho sasa kimeleta taharuki kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa Yanga ni pale baada ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF alipoibuka na kuanza kutoa shutuma, dharau, kejeli na matusi kwa wanayanga. Hili ndio limetusababisha sasa tuamke tuje tuseme hapana, Yanga ina wenyewe na wenyewe ndio sisi. Amen. Kwenye kauli ya rais wa TFF ambao alipigiwa simu na kituo kimoja cha redio, akaulizwa swali, lakini badala ya kujibu swali alianza kuwashutumu, kuwatukana. Alitulenga sisi kwa sababu sisi ndio tuliandika barua kupeleka TFF. Kwa shutuma zile ama kejeli zile ama dharau zile ziliwalenga wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga. Moja ya dharau ambazo umetuambia ni kwamba hao wanaodai hayo yaliyodaiwa kwenye barua ile ni mambo ya kitoto na ya kijinga. Tunaamini rais wa shirikisho la mpira wa miguu amemaanisha wanayanga ni watoto na ni wajinga. Bora uwe mtoto uwe mwerevu, lakini ni watoto alafu ni wajinga. Hili limetukera, limetuudhi na limetusikitisha kama wanayanga. Lakini mbali zaidi akaingia kwa viongozi wetu ambao sisi wanayanga tuliamini tumewachagua viongozi makini, viongozi wenye nia thabiti ya kuendeleza klabu yetu, viongozi ambao tuliwapima tukaamini wanatosha ndani ya uongozi wetu. Akasema nao wana makando kando. Kwa hiyo wale tunawaambia hawajibishe bodi ya ligi, nao waangalie viongozi wao wana hali gani ya kuendelea kuongoza, basi nao si waadilifu. Hili nalo tunadhani rais wa TFF ama rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini ametukosea sana wanayanga. Labda aje atuambie sasa. Sababu sisi hatuoni. Hatujawahi kuona ubovu wa viongozi wetu. Na leo tungeona ubovu wa viongozi wetu, tungeshawaajibisha. Yanga hatuna sibile na mtu mbovu kwetu. Amen. Labda sasa rais aje atuambie ubovu wa viongozi wetu ni upi? Udhaifu wa viongozi wetu ni upi? Ili tuone kama tunaweza kuwajibisha, tuwajibishe, kwa sababu hatuwezi kukaa na watu wabovu na sisi. Tunaamini kabisa yale waliotuahidi viongozi wetu wa klabu chini ya Rais Injinia Hersi na wajumbe wa kamati ya utendaji
wameyatekeleza kwa 85% ama 90 kabla ya muda wao kumalizika. Leo kutuambia viongozi wetu ni wabovu. Mbali zaidi sasa, rais wa TFF akasema hawa wanaodai kwamba niwawajibishe bodi ya ligi, wasinijaribu, wasitujaribu TFF. Tutakuwa wakali na kuchukua hatua stahili. Tunajiuliza, hivi kumwambia kwamba tunahitaji kupata kanuni iliyoahirisha Machi 8, tunamjaribu? Hivi hatuna haki ya kuhoji kwamba kanuni gani imetumika kuahirisha mechi ya tarehe 8? Hivi haoni thamani ya Yanga? Tunasema rais ametukosea. Lakini akatuambia tena, tukaeleza rais akatuambia tena, wale wote wanaodai mambo haya watuachie mpira wetu wakacheze sinema. Kilingano tunaona bado ni dharau za rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini kwa wanachama na wapenzi na washabiki wa Yanga. Historia hii klabu inatuonyesha hili. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, na mzee wetu Abeid Amani Karume walifanya kazi kubwa ya ukombozi wa nchi hii, wakitumia michezo, wakitumia klabu hii ya Yanga Africans. Uhuru wa Tanzania ambao ulipatikana mwaka 61, klabu hii ina mchango mkubwa sana. Madhumuni ya kuanzisha klabu hii ni kuunganisha Watanzania kwenye swala la michezo. Michezo imetuunganisha. Klabu hii haijali dini ya mtu. Klabu hii haijali kabila la mtu. Klabu hii haijali itikadi ya kisiasa ya mtu. Tumeungana wote kwa nembo ya Young Africans. Hapa kuna watu wa vyama vyote, kuna watu wa dini zote, kuna makabila yote, tumeunganishwa kwa ajili ya Young Africans. Leo kutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema. Kwanza amedhalilisha tasnia ya sinema nchini. Ndio. Tasnia ya filamu amedhalilisha kwamba ni mchezo mbovu, ni mchezo ambao hauna maana, ni mchezo unaochezwa na watoto na watu wajinga. Yanga Afrika, tuna tawi la Yanga ambalo wamelipa ada, tawi lenye thamani kubwa kwetu, tawi la wasanii ambalo limejumuisha wasanii wote wa Tanzania. Rais wa shirikisho ametukosea. Lakini tunasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anapambana sana kuhakikisha kwamba michezo inapiga hatua. Jitihada za rais kila mtu anaziona. Anapambana na mwana yule. Leo anatokea mtu kutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema. Tunauliza, hivi tukiamua kutoka wanayanga wote tukacheze sinema, si tuna wasanii tayari, tunacheza filamu tayari, tunaweza kwenda kujifunza filamu kama alivyotuambia. Lakini je, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba michezo inakuwa, mpira miguu unakuwa, atatuelewaje? Sasa tuna sisi ni wasaliti wa taifa letu. Tunamuomba waziri wa michezo nchini, tunamuomba baraza la michezo nchini, hebu waamke, waangalie haya matamshi ya baadhi ya viongozi ambao wanajikinga kwamba hakuna mtu wa kuingilia, wao wanalindwa na sheria ya CAF. FIFA hairuhusu kuingiliwa. Tunaomba serikali sasa iangalie, huyu mtu anatugawa. Nchi inaelekea kwenye chani kesho kutwa mwezi wa 8. Leo wana Yanga tunategemea kutoka kumwachia michezo yake. Hamuoni kama tunakuwa tunafanya vibaya kwenye taifa letu? Mtu mmoja anasababisha nchi yumbe. Tunasema haiwezekani. Bado tuna nafasi
ya kuendeleza michezo nchini. Tuna nafasi ya kumuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiki ambacho anakifanya. Tunaomba Baraza la Michezo la Taifa, tunaomba Wizara ya Habari na Sanaa na Michezo, hembu waangalie haya matamshi yanayotolewa na baadhi ya watu kwamba watawagawa wa Tanzania kwa kutumia mabavu yao. Sisi wanayanga tunasema hii ni nchi yetu. Hii ni nchi yetu ambayo tuna kila sababu ya kupigania. Tuna kila sababu ya kusimama imara. Tunamtaka rais wa michezo hapa nchini, rais wa shirikisho la michezo nchini atuombe radhi. Atuombe radhi ili wanayanga wakunjue roho zao. Atuombe radhi ili turudi kutengeneza michezo nchini. Atuombe radhi ili tuende tukasimame tukiwa Tanzania wamoja, tukienda kwenye chani mwezi wa 8 tukitegemea kwamba mechi inacho Tanzania, mashindano yanacho Tanzania, Watanzania wote tuna kila sababu ya kushikamana, kuungana kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwa mashindano ya chani. Lakini hatuwezi kushikamana wakati tayari ashatutoa sisi. Hatuwezi kushikamana wakati hatutaki. Kwa tunaomba wenye mamlaka ya juu zaidi waliangalie hili kwamba nchi inakwenda kugawanyika kwa sababu ya matukio ya mtu mmoja. Ndugu zangu, wana Dar es Salaam tumechukizwa. Wana Dar es Salaam hatukufurahishwa. Tumetukaniwa viongozi wetu. Tumetukanwa na mtu ambaye hatujui ni kwa nini akafanya vile. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Rais wa TFF. Tunaamini amefanya mambo makubwa sana ya mpira hapa nchini. Lakini kwa hili tunamuomba atuombe radhi ili turudishe moyo wetu kwake, tuendeleze michezo hapa nchini. Hili ni tamko la watu wa Dar es Salaam ambalo tuliona tuwaite wanahabari, tuwaeleze kwamba Dar es Salaam hatukufurahishwa na kauli ya rais wa shirikisho la michezo nchini. Masuala ya mechi ya tarehe 8 yako kasi, tunasubiri maamuzi yatakayotolewa. Tutakuja na tamko lingine kwamba tunafanyaje baada ya maamuzi ya kasi kule. Tukishinda tutashangilia, tukishinda tutakuwa na tamko kwamba tunakwendaje kwenye mechi ambayo wataipanga wao. Hatuna sababu ya kugombana na watu. Tumekwenda kutafuta haki yetu kule kasi, tunategemea tutapata haki. Lakini ikitokea la kutokea, tutakuja na makauli mengine kwenu kwamba sasa Dar es Salaam tunawashauri viongozi wetu. Tunachowaomba viongozi wetu kama utendaji, wasimame imara, wasisikilize propaganda za watu wengine, twende watutekeleze kile ambacho wametuahidi. Wamekwenda mkasi, wameenda kasi, wakati huo tunaendelea na mambo mengine kama klabu, tunaendelea na ligi, mambo mengine, lakini tunasema rais wa michezo ili turudishe moyo kwake, atuombe radhi kwa hiki alichotufanyia. Asanteni sana. Wenzangu watakuwa na mambo ya kuendelea kidogo. Karibu ndugu yangu.